Kavira Zawadi ni mkulima na mzalishaji wa mafuta ya mawese kwa muda mrefu katika maeneo ya pembezoni mwa mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mama huyu mwenye watoto 6 anasema kwa sasa ameshindwa kuwahudumia ipasavyo watoto wake kutokana na ukosefu wa usalama mashambani ambako alikuwa amewekeza katika mradi wa uzalishaji wa mawese unaosaidia familia yake na jamii inayotegemea mafuta hayo kwa matumizi ya kila siku. Kazi yangu kwa kulima na kupiga mafuta. Njoo kusaidia watoto na mie jamaa kusudi nipate nguvu ya kusomesha watoto. Na mimi niko nakula. Na nisaidia kusomesha watoto. Gizi ya kuishi, manake maisha nisikuwe mtu kuhangaika. Nipate nguvu ya kusomesha, franga ya dawa. Kavira pamoja na wakulima wenzake waliungana na kuanzisha kiwanda kidogo cha kusindika mafuta ya mawese katika maeneo ya mashambani karibu na Beni. Hata hivyo, anasema hali ya usalama imekuwa mbaya zaidi kutokana na mashambulizi ya watu wanaozaniwa kuwa waasi wa ADF ambao wamekuwa wakihusishwa na uvamizi, utekaji na mauaji ya raia. Iko nguvu, juu nasema kunaenda katisa ngazi, sote tutatoka kule. Unaona hayo ovyo, unarudia. Bata sote batabambia sispe, munarudia. Hata kama ilikuwa vibandri mutarudia, hata kama haiko batu ambaya mutarudia, jua kuogopa. Kujiogopa hako. Tunalomba serikali tusaidie ituletee amani. Juu kama uko na amani utaingia mshamba wewe peke, unafaa kazi yote kadiri unapenda. Sasa tulikuwa zamani. Mafuta ya mawese ni miongoni mwa bidhaa zinazotumiwa kwa wingi mashariki mwa Kongo, eneo la maziwa makuu na sehemu nyingine za Afrika Mashariki. Mbali na kutumika kupikia chakula, mafuta hayo pia hutumika katika utengenezaji wa sabuni na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani. Kama tunatumikisha mafuta mawese ni kwa faida ya kutuongezea vitamini ndani ya mwili yetu na kuleta utamu ya chakula. Kwetu sie tunaweza waza hakuna utafauti. Selema tofauti ya bei njoo iko na ndio tunafaka reku kumangazi zetu tunazipigiazo purke tupate mafuta ya kukula ulia kutoa pesa nyingi kwenda nunua ingine mafuta ya kizungu. Ukosefu wa usalama umeathiri pia maisha. Kahindo Matembela mwenye zaidi wa umri ya zaidi ya miaka 60 alilazimika kukimbia kijiji chake cha Mutwanga chini ya mlima wa Rwenzori kutokana na hofu ya mashambulizi na mauaji. Kwa sasa anaishi mjini Beni, eneo analoliona kuwa salama zaidi, huku akiendelea kujitafutia riziki kupitia kilimo cha mawese. Maisha ile hata mimi nafuata maneno ya ngazi na mwili isakachoka. Maisha yangu nakatala. Tulikuwa Mutwanga, tulikimbia, tunatoka kule tunaenda huku na huku, ndio tufikisha mpaka hapa tungali nateseka. Tunataka amani. Amani ndio tukunalia na mbona batu balisa kufa hivi. Sitena batu bikunangaeka. Kulala tu kunalala naoga. Tunatafuta njoo amani. Tuletea njoo amani, njala, kitu gani, magonjwa yote iko ndani ya maisha yetu. Vijiji vingi pamoja na mashamba yameachwa bila wakazi kutokana na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Serikali ya Kongo imekuwa ikishutumu kundi la waasi wa ADF kwa kuhusika na mashambulizi hayo. Kutokana na hali hiyo, maelfu ya wananchi wamekimbia makazi yao na kuacha mashamba yao, jambo linalochangia kuongezeka kwa ugumu wa maisha katika miji ya Beni, Butembo na baadhi ya maeneo ya Ituri. Wengi wao sasa wanaishi kama wakimbizi wa ndani. Osel Malivika, DW, Goma.